Haikuwa rahisi kugundua ukatili aliofanyiwa kijana Lightness kutokana na vitendo hivi kumalizwa chini chini. Licha ya kijana huyu kutumikia kifungo gerezani, lakini maisha ya binti huyu yamekosa mwelekeo. Tulifunga safari ya moja kwa moja kuelekea kwa familia ya kijana huyu katika eneo la Kofia Mbili iliyoko Sekei wilayani ya Rumeru mkoani Arusha, kujua undani wa tukio la ukatili aliofanyiwa miaka 2 iliyopita. Wazazi wa Lightness walikuwa na matumaini makubwa ya kumpata mtoto, tena lango la kwanza kwenye familia. Lakini kazi ya Mungu haina makosa. Alibahatika kuzaliwa akiwa na ulemavu wa miguu. Ukuaji wake ukawa wa shida kutokana na hali ngumu ya maisha ya wazazi wake. Kijana Lightness alizaliwa akiwa na ulemavu wa miguu, hali iliyowafanya wazazi wake kupata ugumu wa kumudu mahitaji yake ya msingi, iwe ni elimu au huduma nyingine muhimu. Dunia haina huruma. Licha ya ulemavu wake, kijana huyo alifanyiwa ukatili wa kubakwa, na kwa bahati mbaya hakuwa na uwezo wa kujitetea. Majina yangu ni Lightness Solomon, nimetokea Sekei. Mimi nilipata changamoto ya kubakwa na kijana mmoja. Nilikuwa naenda kwa bibi yangu kufanya mazoezi. Nilipokuwa naenda kwa bibi yangu nafanya mazoezi, na mimi pia ni mlemavu wa miguu. Mimi ni mlemavu wa miguu na pia natumia hizi chuma. Nilipokuwa naenda nikafika barabarani nikakutana na kijana basi mjui, akaniinua akanipeleka mtoni akanibaka. Mpaka sasa hivi yuko polisi. Kwa simfahamu hata wala naye anifahamu. Alikamatwa akapelekwa polisi na mimi nikapelekwa hospitali. Ndio. Maisha yangu ndio hivi mpaka sasa hivi. Mimi na miaka 18. Mimi na miaka 18. Nilifanywa ukatili nikiwa na miaka 16. Yaani sijasoma, ndio kwanza kipindi sijasomaga kwa sababu nilikuwa ndio hivi ndivyo ulemavu wa miguu. Yaani mimi kwa wadau wengi, wadau wenye huruma, yaani wanisaidie hata kitu yoyote. Ndio. Kwa sababu mimi mikono yangu ina nguvu na pia na akili pia. Ndio. Sijawahi kwenda shule, mazingira nayoishi ni magumu kwa sababu ya changamoto yangu ya miguu. Naomba mkuu wa mkoa wa Makonda anisaidie hata kitu, niende shule, kufanya chochote ili niweze kujitegemea. Mama yake kwa majonzi makubwa anatoa kilio cha msaada kwa wanajamii na wasamaria wema ambao wanaweza kumsaidia mtoto wake. Majina yangu naitwa Noren John. Mwanangu Lightness nilibeba ujauzito. Baba yake akawa amenitelekeza. Nikaja nikajifungua Lightness nikiwa kwa bibi yangu mzaa baba. Lightness nikamzaa hivyo hivyo akiwa mlemavu. Sikuwa najua ni mlemavu, ila kwa baadaye kadri ninavyoendelea kuchuliwa Lightness ndo nikajua kwamba nilipofikisha miezi 6 ndo nikajua kwamba ni mlemavu wa miguu, kwa sababu miguu ilikuwa haina nguvu. Yaani alikuwa na nguvu mwili mzima kwa ujumla. Kwa baadaye tu miaka inavyoendelea kwenda hivyo hivyo, Lightness akaendelea kurecover kawaida. Basi Lightness akawa anatambaa na yaani anatambaa atambai na miguu na magoti.
anatambaa tu kawaida na makalio hivyo mpaka miaka 8. Nikawa nakaa tu hivyo, nampeleka maombi. Nikawa nimekuja kukata kama vile tamaa. Nikamwambia Mungu anisaidie tu, kwa sababu ni jaribu Mungu alilonipa. Kwa hiyo nikaona bora tu nipambane na mtoto wangu hivyo. Nikapambana naye mpaka baadaye baba tukaja kukutana tena, akaja kunioa, ambao ni baba wa mwanangu Lightness. Basi nikawa napambana naye hivyo mpaka hapa alipo sasa hivi, nahangaika naye tu. Namshukuru Mungu kwa sababu hata ile kujinyea ameshaanza kusikia kuwa na haja kubwa, ameshaanza kusikia haja ndogo. Kwa maana Lightness alikuwa anajikojolea mpaka akiwa na miaka 12. Kwa nikawa tu namlea hivyo mpaka sasa hivi hapa alipo. Elimu ya Lightness imekwaje? Nilimpeleka shule moja inaitwa Englangeti. Tatizo la Lightness ana hali ya kujikojolea. Sasa alivyokuwa na ile hali ya kujikojolea, so kila mtu anaweza kubeba tatizo la mtoto wa mtu. Yule mwalimu akaniambia mimi siwezi kubeba jukumu la mtoto wako. Hebu mpeleke kwanza nyumbani, ukaangalia kama ile tatizo litaisha, utamrudisha. Kama halijaisha basi utaendelea kutafuta shule nyingine. Kwa hiyo baada ya kumrudisha, maamuzi gani umechukua? Sijui, yani kwa ujumla nilikata tamaa, sikudanganyi. Kweli nilikata tamaa, hata kwa maana sasa mimi mwenyewe ni operation. Kwa hiyo sasa ile kumpeleka huko shuleni na kumrudisha na kumpeleka na kumrudisha nashindwa. Kwa hiyo namshukuru, yani kweli siwezi kusema uongo, nilishindwa kumpeleka shule kwa ajili ya tatizo lake. Changamoto gani ambayo umekumbana nao katika malezi ya mtoto huyu? Changamoto ni nyingi sana. Changamoto ni nyingi sana. Ikitokea kwa babake. Babake alikuwa anampiga sana. Anampiga hata ukimwangalia ana kalama iko pale. Alikuwa ana kama kumnyanyapaa fulani. Kwa hiyo ndo nikawa nimemchukuaga mwanangu nikaenda naye kwa ndugu zangu. Nikakaa naye pale kwa ndugu zangu zaidi hata mwaka. Lakini namshukuru Mungu tena alikuja kukaa akawa mpigi, maana nilimpeleka kituo cha polisi. Nilivomkatia Arabia alikataa kwenda. Akaitwa kijijini. Akaulizwa kijijini, kwa nini, ni kweli unachokifanya, si unajua wanaume basi ndio hivyo. Hakubali. Nikasema yote pia ni sawa. Kwa hiyo sasa hivi amnyanyapai tena kama zamani mwanzo. Hapana. Sasa tuambie scenario ya Lightness kubakwa. Pengine ilikuwaje mpaka Lightness kufanywa kitendo cha ukatili? Nilikuwa nimetoka sokoni mida saa 10. Kama kijana mmoja tu akakimbia akaniambia, mama Light, mbona Light yuko mtoni analia? Nikamwambia analia. Akaniambia hebu kimbia kamwangalie. Ndio ile nakimbia, tulikuwa mimi na mke wenzangu. Nafika pale jamaa ndio yuko amemshikia mtoto kisu. Yuko na mafuta hapo pembeni. Nikafanya kama kupita ili asisanuke kwamba mimi ni mzazi wa huyu mtoto. Ndio mwanangu alivyoniona akashtuka. Akasema mama akawa ananiita kweli, na alikuwa anaonekana na uchungu sana. Nikafika pale nikamwambia, kijana umemfanyaje mwanangu? Akaniambia, kwani ni mtoto wako? Nikamwambia sasa huwa mimi ni mkorofi sana. Nikamshika yule kijana kama kushikamana naye. Nikamwambia, umemfanyaje mtoto wangu? Tayari kumbuka hapo mtoto hawezi kunyanyuka, kwa maana tayari alishamuingilia. Na tayari mtoto wangu akawa amefanyaga hilo tukio, lile tendo. Kwa mafuta alikuwa nayo pale, inamaanisha anajua tu kabisa mtoto yuko hivi. Basi nikamuuliza, umemfanyaje mwanangu? Ndio ile sasa alivyoniponyoka sasa anavuka mtoto sasa kuja kupandisha kwenye mlima hivi, kwa maana ndio nyumbani. Mimi nilikuwa simfahamu. Ni wasamaria wema tu nimeulizia, nani jamani huyu kijana mnamjua? Wakaniambia kwamba tunamjua, anaitwa fulani. Akamwambia anaitwa nani? Akaniambia anaitwa Elibariki. Elibariki wa nani? Wa James. Akasema nikakimbizana naye mpaka hivyo tukafika mpaka kwao. Akawa amepita sehemu, yani ili asionekane kwamba nienda amefanya ile tukio. Akaamka kaenda kumwambia shemeji yangu, kuna mtoto leo nimemkuta ambao ni bikra mtoni, ambao ni mlemavu. Nikambeba barabarani, nikamshusha mtoni, nimemfanyia 1 2 3. Akamwambia, ni wa nani? Akamwambia, sikutaka hata kujua, simeshamaliza haja yangu. Pale ndo nikawa nimepiga ukunga pale, watu wakajazana. Mwanangu naye ndo hivyo, nikamchukua nikampeleka hospitalini. Kabla sijampeleka hospitalini, kuna mama anaitwa Mama Boni. Ndo nikamfuata yule mama.
Nilipomfuata yule mama ndo akaniambia kwamba tumpeleke mtoto wapi? Hospitalini. Ndio nilimfikisha pale Mount Meru, akapokelewa kule haraka haraka, mtoto akahudumiwa. Nilikaa kama siku 6 pale. Mwanangu akashonwa. Na sasa alipoteza fahamu tena kunyo wiki na hisi zile damu zilivyokuwa zinamtoka. Mtoto akaruhusiwa nyumbani, akakuja nyumbani, nikaendelea kuelekea polisi hivyo mpaka hukumu ilivyofika kwa ule kijana. Ndio, kwa sasa hivi tayari ameshafungwa. Yaani akikumbuka tu hilo tukio alichofanyiwa, anajikuta analia sana. Yaani analia tu bila sababu. Yaani hata kuna siku akikaa hapa nyumbani, anaweza tu akaniambia mama, nikimkumbuka yule jamaa aliyenifanyia hivi, yaani afi kabisa hata uko magereza. Namwambia mwanangu simlaani, ila mwachie nani? Mwachie Mungu. Kwa hiyo mwanangu anaumia sana kwa kitendo alichofanyiwa. Anaumia kwa kweli. Mharibu mtoto kisaikolojia sana. Yaani amemharibu kisaikolojia mno. Kwa sababu wenyewe yaani mpaka hapo alipo sasa hivi. Sasa hivi hapo alipo kuna siku ananiambia tu mama, naumwa na sehemu fulani ambayo yaani kwenye yaani sijui hata nikwambiaje. Sehemu zake za uzazi yani zinamuuma. Ambaye inamaanisha basi ule jamani mkubwa kweli, kwa maana alikuwa na miaka 38 na mtoto alikuwa na miaka 16. Kwa amemharibu mtoto wangu kisaikolojia sana. Sana, yani sana. Ndio. Yani Lightness anao nguvu miguuni. Yani kwa huku chini. Yani kama anavyokanyaga hivi, miguu inafanya kazi. Na mikono pia ina nguvu, yani ni kiunoni ndio kuna tatizo. Kwa kazi labda kusema mama ntilie hatoweza, kwa maana kwani basi anaweza kuchukua chakula mpelekee mteja? Hawezi. Kwa yani nilikuwa naomba tu waweze kunisaidia kwa mwanangu Lightness. Wanaweza hata kwa maana anao nguvu miguuni kwa kweli. Kwa anaweza kumtafutia hata kazi yoyote au shughuli yoyote ambayo inaweza kumsaidia kwa baadaye, kwa sababu tayari mimi ni mzazi wake. Na baadaye Lightness na hapo tayari hapo alipo anaendelea kuwa naye mtu mzima, sio anarudi kwa mtoto. Kwa naye baadaye atafika sehemu na mimi haizi kunitegemea, anaweza kujitegemea hivyo mwenyewe. Kwa nilikuwa naomba serikali waweze kunisaidia mwanangu aweze kupata chochote atakachokifanya. Wadau wangu waweze kunisaidia chochote mwanangu anachoweza kuifanya ili baadaye aweze kumkimu maisha yake. Veronica Kidemi, mkurugenzi wa Voice of Women Africa, ametoa wito kwa serikali na vyombo vya usalama kujikita katika kupambana na visa vya ukatili wa wanawake na watoto. Sana. Nimeumia sana sababu hawa ni watu wanatoka kwenye mazingira magumu sana. Ni mtu ambaye alikuwa anahitaji faraja na msaada. Lakini mtu anabadilisha ule udhaifu wa ule mtu. Kweli anambaka mtoto mdogo, anambeba, anajua hawezi kujitetea wala kujipambania. Nalaani sana. Na serikali pamoja na jamii kwa ujumla naomba tuungane jamani. Maana ukimkuta mtu mwenye ulemavu usimchukulie poa. Kwa nini unamchukulia kama ni kiumbe ambacho anatakiwa afanyiwe vitendo vya ukatili? Kwa nini? Kwani sheria zinasemaje? Policies zinasemaje juu ya ukatili, juu ya watu wenye ulemavu? Hatuna policies. Na jamii kama jamii wanawalindaje watu wenye ulemavu? Na huyu mtu ambaye amemfanyia huyu binti ukatili wa kubaka amefungwa, lakini pia akapewa na adhabu ya kulipa fine. Iweje mtu amepewa adhabu ya kulipa fine anaenda magereza miaka 30 huku hajalipa ile fine? Sasa huyu victim aloachwa ile hela akija kupewa kwanza anakuja kupewa lini? Miaka 30. Unajua huyo mtu alikuwa na miaka 38, anafungwa miaka 30, anarudi akiwa na umri gani? Na baadaye anavorudi anasema sina hela. Na ana hela, unamfanyaje? Kwa nini isiwekwe sheria na sheria zibadilishwe kwamba mtu akifanya ukatili kabla hajafungwa anatakiwa alipe hiyo fine ya hela ili ile hela ibaki kumsaidia ule victim? Sasa unamfunga mtu alafu aje kulipa hela baadaye. What the meaning? Ina maana gani? Haina maana yoyote. Huyu mtoto hapa anateseka na mamake anateseka, mazingira ni magumu wanaoishi hao watu. Kwa kweli naomba serikali tufanye reformation kwenye policies, kwenye sheria. Yaani mtu akifanya ukatili
Tena mimi nilikuwa naomba sana masuala ya ukatili wawe involved watu wa harakati za binadamu. Kuna wanasheria wengi wa harakati za binadamu ndio waachiwe hizo kesi. Mara nyingi sana. Hata kama serikali watakuwepo kwa sababu wanasema kwamba hii ni kesi ya jamhuri. Lakini kesi ya jamhuri maana yake mtu uruhusiwi kuingilia au uwe na advocate wako. Ninaomba ikiwezekana hizi policies zibadilishwe. Tunahitaji mtu aliyefanyiwa violence. Watu wa harakati za binadamu, kuna wanasheria wengi wanaweza wakasimama wakatetea hiyo kesi, ndio tutakapoona justice inatendeka kwenye hivi vitu. Otherwise tutaendelea kulia sana. Mikono yake ana nguvu kwenye mikono, miguu yake yani kiukweli naona kama hapa kiunoni ndo ana changamoto Lightness. Na Lightness hajasoma, lakini inawezekana akasaidika kwa namna ya VETA. Kwa sababu ana uwezo mtoto, na hata kichwani hata anavyojieleza anaonekana yuko smart. Kwa hiyo inawezekana kwa habari ya VETA kama kuna namna ya kumtafutia ni mashine, akatafutiwa sehemu ambapo wanakaa walemavu na yeye atajifunza kwa ajili ili aweze kuja kujitegemea yeye kama yeye. Kwa sababu sasa hivi ana miaka 18, alifanywa ukatili kwa mtoto ana miaka 16. Lakini sasa hivi anatakiwa pambane yeye kama yeye. Ni muhimu kuhakikisha haki inatendeka na wahusika wanakabiliwa na sheria. Hebu tuungane katika kupaza sauti zetu dhidi ya ukatili ili kuhakikisha watoto kama kijana huyu wanapata haki na ulinzi wanaostahili. Karibu tena na tuendelee kukumbushana kujali na kusaidiana. Mimi ni Abel Said Loasa na hii ni Asalo TV Online.